Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ndugu zangu wasikilizaji, watazamaji wa kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Himidi Mwenyezi Mungu na tunamtakasa na sifa zake zilizokuwa kamilifu, na tunamtakia rehema na amani mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ali zake na masahaba wake na wale wote ambao watakamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini ya kweli hadi siku ya mwisho. Tunamuomba Allahu Jalla wa Ala, yeye mwenye kila jambo na mwenye uzuri wake katika viumbe vyake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe, atuweke miongoni mwa hao watu ambao wamemfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ukweli hadi ya mwisho. Baada ya hayo, ndugu zangu wasikilizaji, na wahusieni na kuihusia nafsi yangu kuzidi kumcha Mwenyezi Mungu na kumtii katika amri zake, kuyafanya yale anayotuamrisha Mwenyezi Mungu na kuyakimbilia mbali yale Mwenyezi Mungu ambaye anatukataza. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo tunakwenda kuzungumzia vipi hali yako, maisha yako na Ramadhani. Umeishije na mwezi wa Ramadhani? Na nini Mwenyezi Mungu Mola wako anachokitaka wewe uwe au uonekane katika mwezi wa Ramadhani? Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu ameamrisha au ametuwekea mwezi wa Ramadhani ili uwe ni mwezi ambao unatubadilisha sisi kutoka katika hali ambayo haifai kwake Mwenyezi Mungu, kwa kuturudisha katika hali ambayo itakuwa ndiyo bora zaidi kwetu na kwa baina yetu na Mwenyezi Mungu wetu. Ndio sababu katika umuhimu wa aya, Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba la'allakum tattaqun. Jambo hilo la'allakum tattaqun, yani Mwenyezi Mungu anachokihitaji katika uhai wetu na kuishi vipi tutaishi na Ramadhani, ataka ucha Mungu kutoka, yani tuonekane sisi ndi watu wacha Mungu. Ucha Mungu, ndugu yangu, ina maana ni uhai wako, ina maana ni afya yako ya kila siku. Unamcha Mwenyezi Mungu katika kula chakula, unamcha Mwenyezi Mungu katika kuoga, kwenda kuoga, katika kujiwekea maji. Unamcha Mwenyezi Mungu wakati ambapo unakwenda lala. Unamcha Mwenyezi Mungu katika maongezi yako, unamcha Mwenyezi Mungu katika fikira zako ndani. Yani Mwenyezi Mungu yataka uhai wetu sisi tuishi katika maisha ya kumcha Mwenyezi Mungu. Hebu sikiliza Mwenyezi Mungu anavyosema katika aya. Kul, waambieni, au fikiria ndani yako, waambieni wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati, kwamba swala yangu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa umirtu wa ana awwalul muslimin. Hebu tizama katika hii aya, Mwenyezi Mungu anasema kwamba waambieni ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafahamieni, waambieni kwamba jitahidi, wekeni nafsi zenu kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu katika uhai wenu wote. Kul inna salati, kwamba swala zangu, kusali kwangu, maombi yangu, mategemeo yangu, akili zangu, vifano yangu, kila jambo ambalo nalitekeleza, wanusuki, na kuzichinja na kuchinja. Hapa hizi zaonekana, wanazioni wakwambia, watafsiri wa Qur'an na kuambia kwamba hii ni ibada kubwa sana ambazo zimetajwa hapa. Watu wengi watoka katika Uislamu kutokana na kuvichinjia viumbe vingine. Kuchinja bila kuchinja si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtu anachinja kwa ajili ya majini, mwingine anachinja kwa ajili ya nyumba yake,
mwingine anachinja kwa sababu kanunua gari nzuri, mwingine anachinja unachochinja chote, wachinja kuku, wachinja bata, wachinja mbuzi, wachinja ng'ombe, wachinja ngamia, chochote utakachochinja. Lakini Mwenyezi Mungu atizama kwa nini umechinja. Qul inna salati, wewe utakokwenda kusali, mambo na uyafanya mazuri, uyafanya kwa ajili gani? Watafuta nini? Yani wewe leo kufunga, umefunga, watafuta nini? Qul inna salati, maisha yangu, swala yangu, maombi yangu, kusali kwangu usiku, kusali tarawehe, kusali nini, yani swala zako za sunna na za wajibu unasali kwa ajili gani? Kwa nini unasali? Ili watu mwanazuoni mmoja amesema kwamba watu alisema mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba watu wanatofautiana katika swala zao. Kuna aliyepata nusu, kuna aliyepata kota, kuna aliyepata yote, na kuna ambaye ametoka kama alivyoingia. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu alipokuwa akisali ni sunna, ni faradha, yani anatoka, alipoingia kwenye swala alikienda kimwili, hakienda kirohoni. Nafsi yake haikuwa kwenye swala, au ameingia kwenye swala akiwa ameshirikisha na jambo lingine, yani amesali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Alipofika ndani ya swala akaanza kutizama, nani ataniona vizuri, ataniona kwamba mimi nasali kama mtume alivyofundisha. Yani fikira inamjia, anabadilisha, hasali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anaanza kusali kwa ajili ya watu, au asali kwa ajili ya vitu vingine. Kwa hiyo sisi tunaharibikiwa na mambo yetu kutokana na nia zetu. Ndugu yangu msikilizaji, muumini mwenzangu, tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika watu ambao ni Waislamu wa kweli. Qul inna salati, weka nafsi yako, weka akili yako, weka tabia zako kwa njia ya kumwabudu Mola wako. Tengeneza uhai wako, tengeneza amali zako, tengeneza mifano. Yani kila jambo unalolifanya fikiria ya kwamba sitaki kuharibu ibada yangu, navifanya kwa ajili ya Mola wangu. Asingekuwa Mola wangu singefanya hivi. Na hivi unavyovifanya vinaonekana kwamba wewe uko tofauti na waliobaki ambao hawamchi Mwenyezi Mungu, ambao hawafanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, maisha yetu na Ramadhani, Mwenyezi Mungu anataka kutuona sisi tuko waja wake ambao wanayafanya mambo, wanafanya ibada katika kujipendekeza na kujituma na kujifanya na kutaka radhi zake Mwenyezi Mungu. Usije ndugu yangu ukachanganya amali zako nzuri unazozifanya na kujionyesha kwa watu. Usije ukafanya hivyo, utakuwa umeshaharibu. Ukiharibu tena hayo, kuyarudisha si mepesi ndugu yangu. Kurudisha mambo ambayo unayafanya. Hebu tizama, mtu kushinda bila kula, mtu kushinda bila kunywa chochote, koo zinakuwa zimeisha kauka, tumbo imeisha kauka. Ina maana hata nguvu zako za mwili zimeisha badilika, zimepungua kwa ajili ya saumu, umeshafunga. Lakini ndugu yangu, isiji kawa ni hasara kwangu au kwako wewe msikilizaji au mimi mzungumzaji. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe uvumilivu wa kusubiri katika ibada zake, kwa sababu ndugu yangu msikilizaji, imani yatakiwa iwe thabiti ndani ya moyo wetu. Yani jambo lolote tunataka sisi tulifanye, kabla haujalifanya tengeneza nafsi, tengeneza moyo wako, tengeneza akili yako, tengeneza fikra. Je, hili jambo nalifanya kwa ajili gani?
nini nachokitaka mimi? Je, itanifaidi am la? Kwa hiyo tukitekeleza hivi tutatengeneza ndani ya ibada. Sasa huyu uchofu wote ambao tunao, haya mambo tunayoyafanya au uvumilivu tunaoufanya, usije ukawa ni hasara kwetu ndugu zangu. Isije kawa ni hasara kwetu ndugu zangu. Mwenyezi Mungu yataka aone mabadiliko yetu baada ya Ramadhani. Haya majaribio tunayoyafanya ndani ya Ramadhani, kama wewe umeacha moshi, yani umeacha sigara katika mchana wa Ramadhani, umeweza biidhnillahi tabaraka wa taala kuvumilia siku 29 au umevumilia siku 30 kutokana na siku za mwezi zitakazokuwa Ramadhani, je, waona huwezi kuvumilia maisha yako yote? Kwa sababu alisema Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, wakati katika kitabu chake anasema khulasatu min adh-dhunub, yani mambo ya kujiondoa kwenye madhambi. Anasema ukitaka kumuasi Mwenyezi Mungu au ukihisi kufanya jambo baya, fikiria ambaye unayemuasi ni nani kwako, ni nini kwako. Fikiria adhamat Allah azza wa jalla, fikiria ukubwa wake Mola wako. Utizame kwamba Mola wako ndiyo zaidi, Mola wako ndiye utizame. Sasa utakapofanya jambo la kumkosea, utakuwa umemkosea Mola wako, utakuwa umefanya jambo ambalo halifai mja kulifanya mbele ya Mola wake. Sasa tizama ndugu yangu, umeshinda njaa, umeshinda ufanye lolote, Mwenyezi Mungu amekujalia kuvumilia katika ibada yake, hujavuta sigara popote. Unafikiri Mwenyezi Mungu katika kushinda kwako umefunga, huwezi ukamuomba Mwenyezi Mungu katika saumu yako ya siku hiyo hiyo umuombe Mwenyezi Mungu akuepushe na hiyo balaa? Kwa sababu ni balaa ndugu yangu. Sasa Mwenyezi Mungu yataka mabadiliko, yataka sisi tuishi katika ibada zake ndani ya mwezi wa Ramadhani, yawe ni majaribio, yawe ni mambo ya kuvutavuta, ili baada ya Ramadhani tuwe ni watu ambao ni watu wanafaa kuishi duniani. Jua ya kwamba ndugu yangu, anna Allaha, kwa hakika Mwenyezi Mungu, arhamur rahimin, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye rahma za hali ya juu. Mtume sallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ana rahma zaidi ya mama kwa mtoto wake, zaidi ya mama mzazi kwa mtoto wake. Sasa kutokana na hayo ametuondolea sheria ya Uislamu. Mwenyezi Mungu ametuwekea Uislamu, akatuondolea yale mambo ambayo ni mabaya, yaweza yakatudhuru. Nataka usisahau ndugu yangu ya kwamba Mola wako anakupenda wewe ukiwa na afya nzuri. Mola wako yakupenda wewe ukiwa na akili yako timamu, yakupenda wewe ukuwa na heshima yako aliyokuumba nayo. Sasa tusije tukiharibu. Mwenyezi Mungu yatutakia mema, Mwenyezi Mungu yatutakia uzuri, Mola wetu yatutakia imani, yatutakia afya nzuri, yatutakia kuwa watu ambao tunafaa kuishi hii dunia, na tuwe igizo kwa watu wengine ambao hawakumuamini vilivyo. Tumuonyeshe ya kwamba ndiye Mola wetu, tuonyeshe ya kwamba ndiye apasaye kuabudiwa kwa haki, tuonyeshe ya kwamba ndiye anaamrisha tunatii, tunafanya, ndiye ambaye anakataza tunaacha. Na kuapieni kwa jina la Allah, wallahi kama watu tutaishi hivyo kwa kumcha Mwenyezi Mungu,
dunia yote itakuja kutufata sisi, itakuja itaja kuonekana kwa kumbe watu wote watakiwa wawe Waislamu, na sisi tutakaa katika hii dunia kama vile watu wako peponi. Alisema Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema ala inna fi dunya aljanna, yani hapa duniani kuna pepo, kuna pepo ya Allah. Nini anasema? Man lam yadkhulha, ambaye hajaingia pepo ya hapa duniani, lam yadkhul jannata al-akhirah. Acha tupate pumzi kidogo, tunarudia inshallah. Naam, tunarudi ndugu zangu kwa kuendelea na mada yetu. Nasema tulikuwa tuko kwenye neno la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Alisema kwamba hapa duniani kuna pepo, kuna aljanna hapa duniani. Ambaye hajawahi kuingia katika pepo ya hii duniani, ya hapa duniani, basi asidhani kwamba ataingia pepo ya akhira. Na pepo aliyokuwa ikizungumzia hapa ni pepo ya imani, uaminifu, ambaye amemwamini vizuri Mwenyezi Mungu, ambaye ana imani ambayo inafaa, anaishi duniani kama ambayo si maisha yake ya duniani. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ajaba amul mu'min, na kuambieni kwa kweli hali ya muumini hapa, mwenye imani ambaye ana pepo ya hapa duniani, hali ya muumini hapa duniani yani inashangaza. Kwa nini? Fa in asabathu khaira, akipata mazuri, shakara fakana khairul lah, anamshukuru Mwenyezi Mungu akiyapata mazuri ya kumfurahisha, akipata afya nzuri, akipata chakula kizuri, akipata mambo ambayo neema za Allah subhanahu wa ta'ala amemnemesha nazo, kubwa na ndogo ndogo, shakara, anakuwa ni mwenye kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala, yajua haya yote yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Fakana khairul lah. Kwa sababu gani? Akaikawa ni mazuri kwake. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametimiza katika haya mambo. Akasema fa in shakartum la azidannakum, mtakaposhukuru neema zangu ndogo ndizo hapa, mtakaposhukuru mambo ambayo wajalieni, nimewapeni, mkafurahi, kama una afya nzuri, kama una nyumba nzuri, kama una kazi nzuri, kama neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala ametunemesha nazo, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema wa anta uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wewe kufikiwa na Ramadhani hivi ukiwa umefunga ni neema kubwa ndugu yangu. Hii ni neema ambayo inazidi neema zote. Allah akbar. Anasema mwanaziona, anasema lau qila ahli alqubur tamannau, je, angeambiwa watu wenye kaburi, wale wao ambao wamekufa wamezikwa, ebu tamaneni, ebu ombeni Mwenyezi Mungu, mnataka nini? Anataka upewe nini? Kipi unachotiwa? La tamannau yawman, wangetamani yawman fi Ramadhan, wangetamani kuishi siku moja tu katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mimi na wewe sasa tuko hai, tuko sawa. Mwenyezi Mungu ametujalia, katupa neema ya kuwa leo tumekutana na Ramadhani. Nasallallahu alafia. Mwenyezi Mungu ametupa sisi tunaishi katika hii dunia, yani katika hai huu katika mwezi wa Ramadhani, tunazipata fadhila za Ramadhani. Ambaye amefarika, ameondoka dunia, kwa sasa hizi neema hanazo. Sasa Mwenyezi Mungu anakuambia mshukuru, fashkuruhu Allah azza wa jalla, huwa almun'im. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekunemesha na kuishi katika Ramadhani, kuishi katika uhai wa Ramadhani.
katika hali ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, katika hali ambayo Mwenyezi Mungu haipenda sana kuliko vyote. Anakuambia kwenye hadithi zilizoanza na kuambia kwamba kullu amali ibn adam lahu, kila vitendo vya mwanadamu ni vya kwake, illa saum, isipokuwa mwezi wa Ramadhani, isipokuwa funga. La ilaha illa Allah, funga ni ya kwake. Fa innahu li, kwa sababu ifunga ni yangu. Wa ana ajzi bih, na mimi ndiyo mwenye kulipa hii funga. Ndugu yangu, kuishi katika imani, kuishi katika hii funga ni baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, neema zake Allah Jalla wa Ala. Usije ukachezea ndugu yangu, wewe ni bora ndugu yangu. Fatumia huu bora unao, uwe ni mwenye kufaidika nao katika mwanzo mpaka mwisho. Usije ukatengeneka, yani ukarudi nyuma ndugu yangu. Usije ukarudi nyuma, usije ukapata hasara. Kama Mwenyezi Mungu amekujalia kusimama imara katika hii Ramadhan, ukawa labda kabla hii ya Ramadhan ulikuwa umeghafirika kidogo, swala zako ni tegedege, labda ibada zako ulikuwa ni zimepungua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akakupa chance ya kuishi tena katika mwezi wa Ramadhani. Na kuombeni na kuhusieni na kujihusia nafsi yangu ya kwamba tusije tukapata hasara. Kuna watu tunaishi katika hii Ramadhani katika machozi. Watu wanaishi katika hii Ramadhani ndani ya machozi, analia, anajuta kwa yale yaliyopita, anahisi, anasema Ramadhani ingeendelea mpaka mwaka mzima au miaka yote. Lakini Mwenyezi Mungu kwa utaratibu wake na rahma zake kwa wanadamu ameiweka Ramadhani kuwa ni mwezi mmoja ndani ya mwaka. Lakini uzuri wa hii Ramadhani au mwezi huu mmoja katika mwaka, katika miezi 11, miezi 12, akautoa mwezi mmoja akaupa wanadamu, wakachota mazuri kuliko miezi 1000. Subhanallah, uzuri ulioje. Sasa ndugu yangu, kama umepata chance, kama umepata muda, kama umepata wakati, umepata fursa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa fursa ya kuishi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa fursa ya mwezi wa Ramadhani, basi tuishi ndani ya Ramadhani tukitafuta uzuri, tukitafuta pepo yake Mwenyezi Mungu. Sasa pepo yake ni imani, kuwa na imani thabit, imani nzuri, ikhlas lillahi azza wa jalla, kuyafanya ibada kwa kama alivyotuambia au anavyotuamrisha. Usije ukadanganyika na mambo yanayotembea duniani. Ndugu zangu, huu si wakati wa kukaa kutizama mipira. Mwezi huu ambao wamefahamu vizuri ukubwa wa mwezi huu na uzuri uliomo, wallahi mchana hawapati muda wa kulala. Anaishi au anashinda katika adhkar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi kwa kwenye Bukhari, Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema, kalimatan khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Wallahi mwanadamu akiishi katika aya mambo mawili, ameshinda. Nazungumza ya mambo katika Ramadhani, la ilaha illa Allah, hakuna uzuri ambao ataweza. Anasema Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba maneno mawili khafifatani ala lisani, ni mafupi kabisa, ni machache, ni mepesi. Mwanadamu kusema subhanallah yahitaji nini? Yamchukua muda gani? Ya kuhitaji nini? Nguvu gani? Subhanallah, kusema jambo subhanallah walhamdulillah na kusema subhanallahi wa bihamdihi inakuchukua dakika ngapi? Subhanallahi alazim, na achukue muda wote. Anasema khafifatani ala lisan, mepesi kuyatumia, mepesi kuyasema, mepesi kuyapitisha kwenye ulimi.
thaqilatani fil mizan, lakini haya maneno ni mazito sana kwenye mizani yako ya siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atakapokuwa anapima amali za mwanadamu siku ya Kiyama, haya maneno yakawekwa kwenye mizani thaqila, yatakuwa ni mazito sana mbele ya Mwenyezi Mungu kwenye mizani la kubwa sana kuliko uzito. Anasema habibatani ila rahman. Allahu akbar, subhanallah. Yapendwa sana na Mwenyezi Mungu, yapendwa sana na Mola wako, yapendwa sana na mwenye kuyakupa. Yani unamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi alazim, ametakasika Mwenyezi Mungu na sifa zake, wa bihamdihi, na matendo yake. Ametakasika Mwenyezi Mungu kwa aina yoyote. Yani ametakasika na yale mambo ambayo wanamuita, ambayo wanamfananisha, ambayo nani. Ametakasika Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Wa bihamdihi, na matendo yake, yani na vyeo vyake, heshima zake. Sasa haya mambo au haya maneno mawili yapendwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kama haya maneno yapendwa na Mwenyezi Mungu, wataka mengine yapi? Kwa nini usiishi kwa haya? Kwa nini usiache porojo? Kwa nini tusiache mambo ambayo hayafai? Kwa nini tusipige mgongo nyimbo na vinginevyo ambavyo vinatupoteza muda wetu na zinatukataza kupata uzuri wake Mola wetu? La ilaha illa Allah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ambaye ni muweza wa kila jambo, ambaye ni mtengenezaji wa nyoyo zetu, Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji, ambaye anajua uzuri kwetu. Tunamuomba tumzidishe dua ya Mtume Muhammad SAW. Alikuwa akizidisha dua ya kusema Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ewe Mola wangu ambaye unazigeuza nyoyo utakavyo kila wakati, kila sekunde, basi nafsi yangu iweke kwenye dini, nafsi yangu idhibiti kwenye dini. Ndugu zangu, tusije tukawa ni wenye hasara katika Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atusamehe yale aliyopitia na atupe uzuri. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.